kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hili halikuwa agizo gumu. Adamu angeweza kula tunda lolote kwenye bustani isipokuwa moja. Kwa kutia agizo hili rahisi, Adamu angeonyesha kuwa aliamini kuwa Muumba wake alijua kilichokuwa bora zaidi kwa ajili yake. Mungu alisema lingetokea jambo gani kwa Adamu akivunja agizo lake? Mungu alimwambia Adamu kuwa akila tunda lililokatazwa lazima aanze kutimiza desturi za kidini, atumie shanga za sala, afunge, atoe sadaka, aende kwenye kanisa, sinagogi au msikiti na ajaribu kutenda mema ya kutosha kuiainisha kwenye matendo yake mabaya. Ndicho alichosema Mungu? La, Mungu hakusema hivyo. Mungu alimwambia Adamu, utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kutotii agizo la Mungu huitwa dhambi. Adhabu ya kuvunja agizo la Mungu ilikuwa kifo. Kwenye kitabu chake, mfalme huita hii sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya mfalme inasema kuwa dhambi lazima iadhibiwe kwa kifo. Maana ya kifo ni kutengwa. Kama Adamu hakutii agizo moja la Mungu, alikuwa kama tawi lililovunjika linaloanza kunyauka na kufa, likitenganishwa tu na chanzo cha uhai. Kama Adamu aliamua kufanya alichotaka badala yake alichoagizwa na mfalme wa ulimwengu, hicho kilikuwa kitendo cha uasi. Hiyo ilikuwa dhambi. Dhambi iliukomesha urafiki wa mwanadamu na Mungu. Dhambi ilisababisha mwili wa mwanadamu kuzeeka na kufa. Dhambi ilitenganisha roho na nafsi ya mwanadamu na mwili wa mwanadamu. Mwanadamu akatengana na Mungu milele. Dhambi husababisha kifo. Baada ya Mungu kumpa mwanamume wa kwanza kazi ya kufanya na agizo la kutii, ulifika wakati wa kumuumba mwanamke wa kwanza. Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa